Vipi? Poa. Naitwa nani? Naitwa David. Mbona leo uko hapa? Leo niko hapa juu ya shughuli ya kupiga story yangu venye nimeingia scene na nimereform na kuelezea watu hii round si mbaya, si shughuli nzuri, ni mbaya na mtu anaweza reform, anaweza change. Yeah. Sasa msikilizaji angependa kusikiliza na kutazama ukielezea jinsi maisha yako yamekuwa. Mi lifestyle yangu imekuwa hard na hata saa hii pia si ati soft juu sini watu baba yetu alitutema tukiwa wadogo, nikiwa almost class 3. So tumelelewa na single mother. So hiyo maisha ya single mother imekuwa ngumu na mother kutuchunga ingekuwa ngumu, hawezi tuchunga na atafute. Unaona? So lazima akae pande moja, lazima atafute na si pia tung'ang'ane kujichunga. So kuna wakati imesota mpaka unakuta saa zingine mnainama hata lunch inapita. Unaona? Unarukisha hata sapa. Unaona vitu kama chai. So hiyo maisha tumelelewa nayo mpaka tumefika class 8. So kufika class 8 bado tunaona tukijaribu kuforce mother tulipie hiyo shule ingine ni kama kumforce tuingie second, ni kama tunamuumiza. Naona zo inaamua ni hustle. Tumejaribu kupiga, tumejaribu kuenda dumping site, tumerogota scrap. Lakini sasa imefika mahali pengine unakuta hausongi mbele. Unaona? Unakuta sasa hii scrap haisaidii. Naona pande nyingine juu ukiangalia huku nje unaona wale mlikuwa masoma nao ama wako raia, wako na doo, wanapiga look, wako na nyumba zao. Unaona? Yaani wanajitawala, lakini sasa wewe una kitu. So nikataka kujua sana nini hao watu wanadoingi. Naona ndio hadi mimi nikuwe napiga look kama hao, nikuwe na jikombolea hadi mimi hao, nikuwe na freedom zangu. So mimi watu nilishikana nao, mimi sikuwa naja shughuli yao. Shughuli ilikuwa kumbe ni round. Hiyo round ya kunga round yetu Okoto ya kubomoa manyumba. Hiyo inakuwa na mastaki na kuna chuma fulani in case mastaki katae, kuna chuma fulani itangombosheki. Hiyo chuma ndio unaingiza kwa inches za mlango, unaingoa, unaingia ndani, unachukua hiyo shughuli na kunga tu electronics, vitu kama gas, hizo muachi, TV. Unaona? Na mara mingi napiga ngo kama mwenyewe yuko ndani ya nyumba, na ndio upigiwe shughuli inakuanga lazima kuna moja ameshaka hiyo area, ashapiga patrol hiyo area, ashachukua cover, ashajua mpaka getaway mali. Sasa tukichukua tanduru kipigo tutapitia wapi? Unaona? So tumepiga hiyo shughuli ya Koto mpaka ikafika mahali, kuna mahali ilifika tukapanda floor ya juu, ghorofa fulani ziko wanapiga magoro, si nyumba za chini. Tukapanda floor ya juu, kwa floor ya juu tukapiga shughuli tu vizuri, mwenyewe akukua, tukaingia tu. Sasa ile toka na size 42 Bravia, kutoka nayo hivi kuna ule amebeba. So si tushadondoka kidogo, tukapatana na mama kwa stairs huko mlango ya chini. Unaona? Mama akituangalia na nyisi majirani, hamuishi huku. Kitu ya pili pia venye tubeba hiyo TV pia yani tumekondoa, yani tuna sweat huko, tunatetemeka, tuko na wasiwasi. So ule mother akaanza fracas kidogo hivi, akapiga nduru. So piga nduru si juu tulikuwa na zile vitu nini sana, tukahepa. So ule alikuwa na Bravia juu pia dai kuiachilia, yeye ndiye alishikangwa. Unaona? Akabaki. So kubaki, unajua tuwezi kimbia tu tukimbie. Kuna mahali tulikimbia Reka achana na sisi. Unaona? So tukasoma mahali kama kwa mlima. Sasa kuangalia una tu best yako kama kupigwa, alafu kidogo hivi tile amewekelewa. Sasa ni nduru tulikuwa tunaona tukiwa kwa umbali, kitu inauma ni kitu. Ukisikia hiyo nduru kwa masikio yako hadi sasa umelala, unasikia tu ni kama hiyo nduru bado inafanya nini? Inapigwa. Alafu sasa ukijana si ako na wazazi pia. Si saa tuwezi kimbia homa tukisema tulikuwa na kijana wako tukaenda kuiba akafanya nini? Akashikwa. Oh, wow. So hapo ni kunyamaza na kila mtu anafanya nini? Mimi na tulikuwa watatu, mimi na huo mwingine mwe tulibaki, kila mtu akaenda njia ya. Unaona? Yeye akaenda Ngong kwa anti yake, mimi na mimi nikienda hapo Mkuru kwa Jenga kwa shosha mine. Unaona? So ikakuwa hakuna booster na pia hii kitu huwezi kuya peke yako. Unaona?
hii round huwezi piga peke yako, hakuna mtu akusaidia nini. So wakati nilikaa hivyo Mkuru kwa Jenga, nakaa hivi bado nikitafuta recruit kidogo, nikapata na mabeste fulani, unaona hapa beste alikuwa on beste alikuwa on, lakini sasa juu sasa ni wageni kama mtu kama mimi saizi po hamari ati ni origin, unaona mimi nilipeanga homemade, ile homemade hakuna risasi baby, sawa. Na hiyo homemade watu wakiingia nao wengi na zile gloves za Kenya Power, una zile gloves za Kenya Power Ndio. ya juu, sababu nakwambia watu wengine na gloves za Kenya Power ni ati ile kitu ikipiga inakuwa red, inakuwa moto yote, unaona. So ukipiga lazima ufanye nini? Weke chini, uachilie chini. Hapo sasa ukishachilia chini, si labda tuko mtu mbili ama tatu. Sasa huyu mwingine ni kuondoa tu macho kinyanga, akitishianga raia, songa huko malaya, songa, unaona, nikakishikanga kiu. Sasa raia kiangalia na na nikawa kona ingi. Sasa kumbe hiyo ni timing ya hii kitu ipoe. Unaona kipoa sana kuchukua kama kufanya nini? Kama mmeingia na pia raia kiona bado kuna vile mnakimbia na mpigi. Pia mbio refu mnapati. Au sasa unajua sisi watu kuririma, sasa sisi watu mamoshi mabangi. Sasa kifua pia lazima iwake nare. Unaona? So sasa mimi nimepewa homemade. Hiyo homemade hatuko tunaweka tu hivyo. Ni 12k. Unaona hiyo homemade ni 12k kutengenezewa. Hiyo kitu ulikuwa navaa kinyasa kama 3 za beach. Unajua short za beach kama 3. Unaiweka wapi? Unaiweka ndani. So unajua sasa chiwa mali kama hapa. Karawa kikuja, makarao by the way wananga shughuli nyingi. Na makarao wanafaa kwa keen. Waikujanga ufanya hivi. Unaona? Akishainua nguo na hakuna. Wewe unaweza shikwa uingie station. Unaona? Anajua wewe ukosi kutoa dhao madhao mbili. Unaona? Ama anaweza kuachilia, ama unaweza mpea hata punch hapo kwa chini. Lakini kitu uko nao wapi? Ndani. Kitu uko nao ndani. Unaona? So sasa hiyo kitu juu haina magazine. Inaekangwa kwa chemba. Unaona hiyo kitu ni pipe mbili za chuma. Inashikanisha wenye tu bunduki iko shimo ya juu na ya chini. Alafu hapa juu kuna ka space hapo ni chemba. Hapo ndio hiyo ni inapi. Alafu huku nyuma trigger yake ni handle. Unaiborotia kitanda hii refu, hiyo ndio trigger. Sio trigger kuna venye imeshikanishwa. Kuna vitu imeshikwa nazo zinakaa bladder spring hivi. So ukivuta hiyo trigger hivi, si niko kwa chemba. Ukiwachilia hiyo trigger kuja kama imepiga risasi hapo nyuma. Inafanya nini? Inatoka. Unaona? Sasa juu ina magazine tulikuwa nafanyanga hivi. Risasi pia kiingia baridi ipigi. Unaona? Sasa tulikuwa nafanya ilikuwa zinachemshwa. Sawa? So mnachemsha hiyo. Zinachemshwa kwa maji moto. Zikishachemshwa yani zikuwe warm, si ati zikuwe hot. Juu ikiwa hot itapiga. Ikiwa hot itapiga yenyewe. Ikuwe warm. Ikishakuwa warm mnafunga na tissue. Sasa unapo bullet kama 5 ama 3. Unaona? Unafanya nini? Unajipin. Na bado kuna kiongozi. Kiongozi yako na origin. Unaona? Haya ile origin hapa kuna challenges. Muingie, mpate msipate. Lazima mlipie hizi vitu. Unaona? Ipige isipige lazima muilipi. Lazima ulipie jembe. Unaona? Jembe ilikuwa inakulanga kama bob 5. Unaona? Jembe ilikuwa inakula kama bob 5. Tushaingia yani nini matoka moja kipigwa inakuwa ni punch. Unaona? Inakuwa ni 500. So mnacheza na hesabu yenu vizuri. Mmecheza na hesabu yenu vizuri. Alafu sasa hii kitu ilikuwa tu ya kupiga tu raia. Unaona? Kupiga raia na ukipata pia mcho imelalisha pia unafanya nini? Unaipiga. Sasa tumepiga na hiyo namba 2, bike kafika mahali. Hawa tu sana watu wana hamari, huwezi fanya nao shughuli sana. Kwa sababu ya nini? Wengi wao kuna ule mwenye amechemushwa. Kuna ule ameenda kwao amfanyia vitu zao. Unaona? Sasa ameenda unakuta mtu labda aliendanga kazi kwa mali kama hapa. Sasa kuchemushwa ni kufanywa rituals. Hizo rituals. Mtu afanyie mazinga umbo zake unakuta mtu labda anakuambia mimi naendanga kazi kwa hadi hapa. Sasa wewe pande yake mkiingia na wewe ni scapegoat. Unaona? Wewe ndio mbadhia. Yeye unikani. Unaona? So hadi masasa kaanza kufuata. Yeye ujive venye anapoteleanga. Unaona? Lakini wewe ndio kufuata kona yote unaingia. Mpaka unashindwa kwani ukarao ni imeiba kwake nini. Unaona? Lakini yeye kupatikana utaisikia mpatikana. Na watu wengi ameingia nao ufanya nini? Wao baki.
yani ni kama wewe kwa kafara yake, unaona. So hizo vitu mimi sasa kufuatilia ikabidi juu pia rada ishasafika, ule kijana mwenye alishachomangu alishafanywa alishazika, alafu unajua Ndigwa kidedi si rahisi utupate hapo, si maboi, unaona. Juu kuna venye masanse ukuja, hata kama ni ushago wanakuja kuangalia huyu boy alikuwa jeshi gani, unaona. Juu mmoja amededi kumaanisha kuna wengine wamebaki, so tukishika boy mmoja hapo kwa hii mazishi tumpigie tocha tu vizuri, atatuambia unaona. Alafu wale masaidio kushika wale watakaye kusikia ujui, afadhali uko unajua hata kama ujui, unaona. Heri uko unajua hata kama ujui wenyewe vitu wanakufanyia pale yenyewe, hadi unaweza fanywa vitu hadi uachiliwa muenda nyumbani, kumbe unajua wewe huwezi maliza wiki moja ama mwezi kabla hujafanya nini, kabla hujadedi, unaona, kuumiza internal, unaona. Yani sasa ikabidi sasa rada imesafika, tumerudi home, nimeachana ile jeshi ya jenga ile iko hon, unaona. Juu mimi pia kulingana na round yenyewe nilikuwa nishaanza nayo mimi mwenyewe sijazoea, lakini kama ni kitu mimi hii kitu nilibebeshwa nikiwa na miaka 10, unaona. Although sikuwa naingia round, wale watu tulipata, wale wakubwa wetu tulipata mbele hawakuwa na njia mzuri, unaona. Unasikia charity begins at home. Hawakuwa na njia mzuri. Hakuna mtu anaweza kuambia vitu maboy, sisi tunaingianga hii wizi, lakini si kitu mzuri, si kitu mzuri. Hata ukikoma unafikiria nini. Sasa yeye ndiye anakuonyesha wizi ni kitu poa. Juu kama anakwambia ubebe, alafu unajua wewe ni mtoi. Sasa wewe ukibeba, ukikata kwa gunia upite, juu hiyo wakati sije nakwambia tulikuwa tunapiga shughuli ya scrap metal. Ukipita na gunia hivi, Karawa hizo shida akikuuliza swali, juu wewe ni mtoto, obviously wewe bahamari, unaona. Alafu sasa yeye akishapita nyuma yako hivi, mnachana na distance, unaona, kama mita 4-5. Sasa akikuja hivi apite, akiperembo anaonekana achana na huyu aende. Sisi tumebebeshwa hadi mabangi, hadi madini, unaona, ma stones za bangi tumebeba. Yani tulikuwa nikaa tunazifukisha. Ukienda pale ukishavuka jamaa unaenda huko mbele, unapatana, unampatia hamari yake, anaenda anakupiga kitu kama so. Unaona jamaa bado anafanya nini? Huyo jamaa anazidi kukuharibu. Juu unakuta wenye unainama lunch inapita. Sapa pia ni mara moja, unaona. Alafu jamaa anakupiga so, unaona. Hiyo so ilikuwa do mob, unaona. Nikienda pale nikatoa hadi mandazi 3, unaona, nimeshiba. Na pia sitaambia mother juu sasa kama mother ajue ile rada, umetransport hama ile rada, unaona. Sasa hii kitu nishika tene, unaona. Although mwenye kufanya sijaifanya, unaona. Juu hiyo kufai kwa rahisi, kuna venye unaweza piga uachilie ukimbie, usidaninja ati kushika. Ndio unasikia ngadi askari aingiangi kazi kama ifanya nini, lazima aende zoezi, ndio zoea hiyo nini ile sauti. Na ukiona mwizi anaweza piga na akimbii, na huyo mwizi ako strong bado amesimama bana, wewe jamaa unafuna muogopa, unaona. Juu hadi wewe sasa ukapewa sasa hiyo kitu sahihi, nikwambie shika hii kitu, toka tu nayo hapo, achana hapa tuko kwa nini, hapa tuko kwa msituni, hapa unaweza tembea nayo toke mali kama pale kwa barabara, nikwambia hii kitu fanya hivi, nifikishie tu pale kwa stage hapo hivyo bado utatetemeka, hadi wewe mwenyewe utanirudishi, hadi askari kuangalia hivi kama mtu anajua wewe kuna kitu umefanya nini, kuna kitu umebeba. Haya, ukatoa upige, wewe mwenyewe unaweza toroka. Juu kama ile kitu nasikia inapigwa raia inalala yote chini, hebu niambie ni wewe umepiga sasa wewe mwenyewe, unaona. Ukipiga wewe mwenyewe unaweza fanya nini, unaweza hepa, unaona. So si kitu rahisi ati hivyo venye watu nafikiria ati kutumia, unaona. So lazima uko umegain courage, lazima pia uko umepiga training mahali, na pia ukikaa mbaya pia unaweza sikia umeua nao mtu na ndio kwangi ngumu na nini mtu kukujua kama mko na hiyo kitu, hakuna kitu kingine, unaona. Mnaweza hadi kufanya nini, mnaweza hadi mada. Juu mtu mmoja tu kukujua hivi kuku identify yenyewe, hiyo ni threat, unaona. Hiyo ni threat hiyo, wewe na kifo mko hii, wewe na kifo mko hivi. Alafu vitu zingine ni hizi ma Facebook unaona, vitu kama hizo hata sasa ndio tumeweza kuingia sasa hivi, ndio vitu tulikuwa tunaingia. Juu unakuta saa zingine unaingia umejipiga picha na mabeste, kumbe mmoja ako wanted, unaona. Unakuta nyinyi wote mnafanywa nini, mnawekwa kwa kini, kwa crime moja, unaona. So tukapiga hiyo namba tu, mimi nikatoka huko nikakaa madhangu akasikia akaguziwa riba, akanikuja akanikemea, nikajifanya nifanya nimereform, lakini siku reform kwa nimereform, nijifanya kwa sababu ya nini, kwa sababu pia sina booster,
Tunakumbuka ule mwe tulikuwa naye mtali shaingia akongong. Sasa kuingia imadhi yangu akaona boy itabidi nimtafutie ka shughuli, unaona. Shughuli madhi yangu anapiga pia ni huko dumping, unaona. Si huko tu ndio ananipeleka. So mimi nikapiga shughuli ya dumping, nikapiga tena. Nimeirudia tena mara ya pili. Nimeipiga ka mwezi 6 hivi. Unaona. Nikaboeka. Unaona, kuboeka kapata na best yangu mwingine wa 9. Unaona, ule alikuwa na kimwili na kwamba ule jamaa sasa mimi nikakuwa mimi kazi yangu mimi nabeba banyoi, mimi nabakizo, sawa. Rambo tulikuwa na by punch kwa Masai. Kisu kingine manze kutolewa hivi. Hadi fikiri mara 2. Unaona? Sasa kulikuwa na daraja ingine. Hiyo daraja imetenganisha area Kayole na D. Hiyo daraja watu wengi wanatoka job. Kuna wenye wanatoka job D na kuna wenye wanatoka job Kayole kufanya nini? Wakiingia. So pale sisi tulikuwa tunakanga tu chini. Sisi tuko mtu 2. Mimi naangalia mfuko. Alafu pia venye umevonja mwizi pia shikangi mtu yote, lazima uchukue data ya mtu juu tunge waizoge kwa shika kila mtu angekuwa ananyang'anywa kwa barabara. Unaona? So lazima uspot huyu jamaa amevaaje. Jamaa harufu anapiga ni mzuri. Haya, kulingana venye amevaa ako kichele. Hawezi ukiangalia mfuko, smartphone, unaona? Smartphone imejichora, unajua hii ru. Sasa kwa hiyo ni ya daraja, kuna barabara main na kuna choche. Sasa mimi naingia choche, nenda mbio mpaka juu ya daraja huko, sawa? Na kanika mtu alikuwa afanya nini? Nika mtu alikuwa anateremka. Simblina naye ndio anakuja pole pole. Best yangu nako nyuma ya Mblina. Unajua uweze angalia mtu kwa nyuma uje mtu anataka kunyang'anya, unaona? Ya juu. So mimi Mblina tunapatana naye hivi, tukikuja hivi tukipatana nasikia nimemshika wapi? Mshika shati, nimeshatoa nyoi, nimeinua nimemkontrolea, nimwambia simu na pesa. Jamaa kisikia hivyo, anatetemeka very bad, unaona? Anatetemeka hivyo na ubest yangu anatoka nyuma. Anaona hata labda alikuwa anataka kurusha kunini kifua, naona kumbe kwa wawili wa nyuma sana fanya nini? Anakuja na kuperemba. Unaona, sasa wa nyuma kuperemba anakuperenga kafa nini? Kama anza kumove. So mimi ndio baki na wepa pale. Ni kumovisha direction, unaona? Na pia kuna wakati unakuta watu pia unasikia tu umedunga, unaona? Kwa round unaweza sikia umeua, unaona? Asikupenda. Unakuta nimekunyang'anya msichana mwili vige, ameangalia usinikaa mtoto wangu huyu. Usinikaa mtoi wangu, siwezi jamaa anadai kukoma na mimi. Kwa hiyo harakati mimi nimekiuka hivi, nimepata jamaa ndiye afanye nini? Ndiye anatarisha mkono nifanye nini? Unaona?